wanajua, lakini hawajajua umuhimu wa mzaliwa wa kwanza, na hawajajua namna gani maisha kama wao wazaliwa wa kwanza. Naandika kila kizaliwacho cha kwanza ni cha Mungu au ni cha Bwana. Kila kizaliwacho cha kwanza ni cha Mungu au ni cha Bwana. Kutoka 13:1-16 na Kumbukumbu la Torati 15:19. Naomba tusome. Kutoka sura ya 13 ndio mstari wa kwanza hadi 16 msema. Ndio. Bwana akasema na Musa, akamwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote. Hebu sema wazaliwa wa kwanza wote. Yaani hapo sio kuchagua, ni kila kizaliwacho cha kwanza inabidi kiwe kitakatifu kwa Bwana. Kila kizaliwacho cha kwanza inabidi kiwe kitakatifu kwa Bwana. Kila kizaliwacho cha kwanza inabidi kiwe wakfu kwa ajili ya Bwana. Anasema kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wanyama ni wangu huyo. Manake ni hivi, kila afunguaye tumbo kwa watu waliokoka Israeli ni mzaliwa wa kwanza. Sema kwa kila atakaye fungua tumbo kwa wana wa Israeli, kwa waumini wa Kristo, huyu atakuwa ni wa Bwana. Musa akawaambia hao watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa. Kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake. Na usiliwe mkate uliochachwa. Isifanyike jambo lolote liloovu, kisiingie chochote kiovu kwenu. Ninyi mwatoka leo katika mwezi wa bibi, mmetoka leo katika mwezi wa mavuno. Itakuwa hapo Bwana atakapoleta mpaka nchi ya Kanaani, na Wahiti, na Waamori, na Wahivi, na Wayebusi, nchi hiyo aliyowapia baba zako, kwamba atakupa wewe. Ni nchi imiminikayo maziwa na asali. Ndipo mtakapoishi utumishi huu katika mwezi huu. Mtakula mikate isiyochachu. Ndio huku tunapoelekea kwenye sikukuu ya Pasaka. Sema amen. Kwenye sikukuu ya nini? Hebu sema Pasaka. Haleluya. Ndiko tunapoelekea. Nafikiri vika zako zinakuja mapili, sio? Tutaingia kwenye kipindi cha Pasaka. Ndio kwenye kipindi cha Pasaka. Pasaka inaandaliwa sasa. Amen. Tutakumbuka wakati Mungu ametoa Misri. Tumetoka zambini, tumetoka kwenye mabaya. Lakini leo sio somo letu, sema amen. Somo letu ni kutaka kujua siri iliyoko ndani ya mzaliwa wa kwanza, kwamba kila kizaliwacho cha kwanza ni cha Bwana. Mzaliwa wa kwanza ni lango la baraka linalopita kwake, shariki awe huru au wazi kwa ajili ya kupokea ama kupitisha hizo baraka ambazo Mungu amezipitisha kwa wale watakaofuata baada yake. Mzaliwa wa kwanza ni lango la baraka zinazopita kwake, shariki awe huru au lango liwe wazi, ili baraka zipite
asifiwe sana. Mzaliwa wa kwanza ni msingi wa wengine. Mzaliwa wa kwanza ndiye msingi, yaani kama tofali ya kwanza katika nyumba, ambapo inakuja kubeba tofali zingine, na ili hizi tofali zingine zisivunjike, zinategemeana lile tofali la msingi, uimara wake ukoje. Hasa misingi mingi ilishaharibika. Zaburi inasema msingi ukishaharibika, mwenye haki atafanya nini? Maana mzaliwa wa kwanza ndiye haki. Sema amen. Hasa wale ambao ilibidi wapokee maisha kupitia huyo aliye msingi ambaye ndio haki, ili apate kuwapa wenye haki wengine kupitia ya peke yake. Hasa yule aliye haki ambaye ndiye msingi ameshaharibika, au ambao watapita kupitia huyo aliyeharibika, na wenyewe ni rahisi kuharibika. Na ndio maana maisha mengi ya familia nyingi yamekuwa hafifu, yamekuwa mabaya, hayaeleweki, kwa sababu wazaliwa wa kwanza walishaanguka ama washaharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amina. Mzaliwa wa kwanza ni msingi wa wengine, na pia yeye ndio ufunguo wa njia ili wengine wapite kirahisi. Wengi mnafurahia mimi wa kwanza, kuna gharama ya mzaliwa wa kwanza, kuna maisha. Mimi wa kwanza nimeheshimiwa, mimi ndo mkubwa, kuna gharama. Ukubwa sio umri, ukubwa ni kujua siri iliyoko ndani ya ukubwa, ili waje kufuata nyuma yako wapite kirahisi. Sasa mwingine anakuambia mimi nimeaso sana, lazima najibu waso. Sasa wewe una siri ya mzaliwa wa kwanza, hujui siri ya mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ni njia ambayo ni kama wewe, ni kama gereda, unasafisha barabara, unasafisha pori, unasafisha, unaondoa vikwazo, alafu wengine wanaanza kupita kwenye hiyo barabara kirahisi. Mwanzo 49 kuanzia 3 na kuendelea. 49 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, anasema Yeude, mzaliwa wangu wa kwanza, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu, nguvu zangu. Kumbe mzaliwa wa kwanza ndio nguvu ya wazazi na malimbuko ya uwezo wangu, na malimbuko ya nini? Ya uwezo wangu, ya uwezo wangu. Mzaliwa wa kwanza ndio kitu cha kwanza ambacho kinatoka kwa ajili ya vingine vije. Malimbuko ni lile tunda au zao ambalo limekomaa kwanza, limetangulia kuchomoza ndani ya Mungu, ndani ya pua, lile linaitwa malimbuko, ili mahindi mengine yaje. Ukiliona lile lilochomoka, unagundua kwamba tayari mahindi mengine yapo tayari kuja shambani. Sasa kama ili la kwanza limekuja na mapoza, limekuja na wadudu, limekuja liko ovyo, maana tunaanza kupata shida kwenye shamba. Kwa hivyo inawezekana tupige dawa shamba zima ili lisije lingine likazaliwa kama hili. Sasa wengi walizaliwa wa kwanza walikuja na uharibifu, wengine kaharibikiwa njiani, wengine kazaliwa hawana utashi mwema, hawana ufahamu mwema, ufahamu wao umeshikiliwa na adui. Ni rahisi sana kuja nyuma yake na wenyewe kushikiliwa na adui. Muulize mwenzako, wewe ni mzaliwa wa kwanza? Unajua siri ya mzaliwa wa kwanza na bili ya wewe? Wewe unaweza kusababisha wengine wafe kiuchumi, au na asilimia kubwa mzaliwa wa kwanza akipigwa
ni rahisi kuharibu watu walio chini yake akiwa na roho mbaya. Na wengi wanakuwa na roho mbaya. Katika dunia mkubwa asiheshimiwe. Hapo kubwa sio kuzaliwa tu, ni kukiishi kile ambacho Mungu alikusudia uzaliwe kwa hicho. Kwa kwanza unakijua. Na Mungu pale amesema kila kizaliwa cha Bwana na cha Bwana. Je, wewe uliyezaliwa Bwana ni wa Bwana? Anasema tutakaswe. Maana kiwekwe wakfu kwa ajili ya Bwana. Hasa unasema wewe ni mkubwa ndio. Je, umetuongoza njia ambayo tupasa kuiendea kwa sababu wewe ndio msafisha njia. Wewe ndio utupa uelekeo wakati nao usiku nimelala. Alfajiri sio tena usiku wa alfajiri. Ile nimesema nipumzishe kidogo alfajiri. Nikaona kuna mtu anaendesha pikipiki. Sema amen. Alafu wengine nyuma yake wanafuata. Halo? Amen. Sio kama wanapatia, wanafuata na Kiswahili. Wanafuata. Iko tofauti ya kumpatia na kufuata. Yaani na wao wana pikipiki zao, lakini wanakufuata. Kwa ukienda kwenye korongo na wenyewe akaingia korongoni, na sivyo wae makini sana kwenye kufuata. Wengi ameingia kwenye shida kwa sababu ya wale waliotangulia. Malango mengi yamekuwa vipofu, yamefanya wengine wengine ni mashimo kwa sababu ya upofu wao. Hakuna jambo kuwa makini kama wale wasamiri mkuu. Kama hauko makini na watakuingiza chaka. Waswahili wanasema Kiswahili cha mjini Bongo, watakuingiza chaka. Sasa kuna kigezo cha mimi mkubwa. Amen. Kama anaendesha chombo cha moto, anaendesha gari, alafu wewe unaangalia kule chombo cha moto na unaenda unafuata, akiingia shimoni unaingia. Nikaona kwenye barabara, ile barabara hapo kuna ukingo kwenye barabara. Sema amen. Yule aliye mbele anaona ukingo na ukwepa. Sema amen. Barabara inaonekana kuna kitu ambacho kimemwagwa, anakwepa, na wengine wale nyuma na yeye anakwepa hivyo. Sema amina kwa jina la Yesu. Mungu akupe nguvu ya mzaliwa wa kwanza. Mungu akupe neema ya mzaliwa wa kwanza. Ndani uko mahali hapa utapata mafuta mzaliwa wa kwanza. Na utatembea na upako wa mzaliwa wa kwanza. Hautakuwa mtu wa kawaida. Hautakuwa mtu wa ovyo. Hautakuwa mtu mharibifu. Kila upafu ambao alikuwekea leo tunaondoa kwa jina la Yesu. Leo tunaondoa kwa jina la Yesu. Kila usaifu alikuwekea leo tunaondoa kwa jina la Yesu. Unaamini nyosha mkono sema fire. Hilo ndio ndani ya mzaliwa wa kwanza. Yeye ndio msafishaji. Wewe unapita kila hapo, sifundishi zaidi. Hebu jifunze. Piga makofi kwa Yesu. Amina. Piga makofi kwa Yesu. Asema Rubeni, wewe mzaliwa wangu wa kwanza, ni nguvu zangu, ni malimbuko ya uwezo wangu. Amen. Unawapita wengine kwa hukumu na kwa nguvu. Angalia mzaliwa wa kwanza, shaita wapite wengine kwa hukumu na kwa nguvu. Kwa sababu anachukua nguvu ya baba na ya mama, anakuja nayo. Na kwa nini anakuja nao? Kwa ajili ya wale pamoja pesa, na kwa ndo msasi wa wale pamoja wengine. Anakuwa ndo nguzo ya kusimama kwa wengine. Yeyote anayetambua nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza, wanakuwa sio rahisi. Neno langu limekuwa na nguvu. Lakini leo watu wengi wanaondolewa. Maneno ya mzaliwa wa kwanza hana nguvu tena, kwa sababu wametoka, wamelalia vitanga ya baba yao. Amina. Wameharibika. Usimchukie mwana mdogo uliye naye ukasema mimi mkubwa mwana mdogo wanaishiana. Wewe umeharibika. Hatuwezi ukawa msingi wa uharibifu. Mimi siwezi kupandwa juu ya mtu aliyeharibika Bwana. Nitapanda kwa mtu ambaye aliye imara.
changanya tofali mchanga wa lori nzima, fiatulia tofali mfuko, afu zile tofali zile ambazo umefiatulia mfuko mmoja, chukua tofali ambazo umefiatua mfuko wa sementi debe 10 au 20 sema za mchanga, afu zile za debe 20 au 10 ndio ziwe juu, zile ambazo umefiatulia lori zima mfuko wa sementi ndio ziwe chini. Sisi hatuto vizuri zinaende vizuri, zile tena nafsi zote unazojua wewe, afu zitangulize chini, anza kujenga ile jengo. Hata kama mzelaza utakuwa zimepasuka, na zikipasuka inasababisha na tofali ile la juu ambayo ilikuwa imara na yenyewe fanya iondoke. Wakati alikuwa ndani kuondoka na imara, lakini inaondoka kwa sababu gani? Inaondoka kwa sababu lilo tangulia pale chini ni bovu. Kwa wengi wazaliwa kwanza mkiwa wabovu, mnasababisha watu wengine watakao kuja juu yenu na wenyewe wabovu. Unaelewa nikisema? Amina. Kwanza upokeo wako wa imara kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina upande kwa jina la Yesu. Sema amina funguliwa kwa jina la Yesu. Hebu mwangalia asiyesema amina mpikise tekesha. Maana una shida gani wewe? Sema amina. Kujijua wewe ni nani. Inawezekana wewe unazaliwa wa kwanza kwa maana kwa mama yako baba yako. Sema wewe kwa unazaliwa wa kwanza, lakini kuna kipengele kinakuhusu wewe ni mzaliwa wa kwanza ukijua. Sema wewe unazaliwa wa kwanza ukijua. Andika kwa lugha nyepesi, mzaliwa wa kwanza ni nguvu na ukuu wa wengine. Na wazazi wake waliomzaa. Wazaliwa wa kwanza ndio wameleta heshima ndani ya nyumba. Nyumba inaheshimika kama mzaliwa wa kwanza akiwa na ukuu ndani yake, akiwa watu kwa ajili ya Mungu, akiyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Ni rahisi wa familia kuokoka, ni rahisi wa nyumba kuokoka kama mzaliwa wa kwanza akisimama kwenye nafasi yake. Sema amen. Sema amen. Yeye ni malimbuko, ndo bunda la kwanza. Ili mengine kwa unatambua na kwa bila haya mengine kutokana na tunda la kwanza unatoka. Tunda la kwanza unatambulisha kwa huu mti utakuwa na matunda mazuri na maembe mazuri. Kwa mfano nene embe la kwanza kukomaa kapo hivi ndani ya mti kapo hivi. Kwa mtu mwenye akili anachukua fiekeo panga anaanza kuruni kwamba matawi hayafai ya wote mengine achipuke kwa sababu yanazaa vilivyo vipofu. Kikizaliwa kitu cha kwanza kilicho kipofu, jifunze kuomba, kufunga na kuomba ili kitakapofuata hivi nyuma yake vyenyewe visiwe vibovu. Omba, funga, kesha. Sio muda wa kwanza kula misosi wakati wote Januari hadi Disemba. No, ukiona cha kwanza kimezaliwa na kibovu, wewe uliyekizaa kibovu, omba maombi yote unayojua wewe, toa sadaka zote unazojua wewe, kesha maombi yote unayojua wewe, ili kile kibovu kisiwe sehemu ya vile vingine vitakavyokuja. Kama Danieli asema amina kwa jina la Yesu. Umepanda kwa wakulima wananielewa. Wakulima wananielewa. Wakiona umepanda mgomba, sema amen. Ule mgomba umetoa nini? Ndizi ambayo ni safi. Amen. Kwa mkungu wa ndizi mle asili. Wanaokata ule mgomba alafu wanaanza kupuni, wanapunguza wingi wa ile vigomba vingine ili si nyingine kadhaa
ulipozaliwa mapoza ya kwanza. Wakikuta umekuta tena nyingine imezaliwa, wanaua ule mgomba, wanasema huu mgomba haufai. Wanaua. Wakulima kawa nafikiri nielewa, watu wa Kagera, watu wa Mbeya wanielewa, watu wa Mbozi kwa dada. Kama mtu amelima miche ya kawa, imefika kipindi cha kawa kuanza kutoa matunda, ile kawa kizaliana sana, imeanza kuzaa, vinatoka kawa ambavyo havina afya, vidogo vinapandana pandana, wanachukua hizo katia ile matawi, wanapurundi, wanatoa, wanabakiza matawi machache ndani ya ule mtu wa kawa. Sababu baadaye ndipo naanza kuzaa kwa ukubwa, inazaa kawa ambayo ina afya. Kwa nini? Ukienda ukiliacha itaendelea kuzaa hivyo hivyo vitu ambavyo havina afya. Iangalie kawa ya kwanza, wakikuta na wadudu wanaenda kuchukua dawa na kupuliza. Sema amen. Dawa yetu sisi ni maombi, dawa yetu sisi ni damu ya Yesu. Lazima ujue kuomba isafishe hilo tawi lililozaa hicho kiumbe dhaifu, ili siendelee hiyo mbegu kwa wengine. Wazaliwa wa kwanza na nguvu ya kuambukiza. Unaweza kumezaa mzaliwa wa kwanza ana tabia fulani, usikashangaa hiyo familia inakuwa ni aina ya tabia hizo. Familia ni aina ya tabia hizo. Anafona sana. Kama ile familia ya walevi. Kwa nini? Aliyezaliwa kwanza alianza ulevi. Wakikuja nyuma yake na wenyewe watapita kwenye njia hiyo hiyo. Kwa familia zote ya walevi. Hata kama hujui kama nimezaliwa aliyeniharibia ni wa kwanza, unaenda kutembelea njia zake, unaenda kwa maisha yako bila kujua. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Andika. Kuna aina mbalimbali ya wazaliwa wa kwanza. Kuna aina tofauti ya wazaliwa wangapi? Wa kwanza. Aina ya kwanza ya mzaliwa wa kwanza ni mzaliwa wa kwanza katika mwili. Ni mzaliwa wa kwanza katika mwili wa damu na nyama. Yaani yule ambaye anakuwa kwanza kwenye kiuno chako. Mtoto wa kwanza ambaye ametungwa ndani ya tumbo la mama. Huyo wa kwanza anatambulikana kwamba mzaliwa wa kwanza, na huyo anatakiwa awe wakfu. Unaweza kuandika inabidi awe wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa sababu imeandikwa kwamba kila kizaliwa cha kwanza kwa binadamu, kwa wanyama, kwa ndege, katika Israeli, kwa walioamini ni cha Bwana. Na inabidi kiangaliwe kwa ajili ya Bwana. Kwa wewe kama wewe ndio mzaliwa wa kwanza, aidha kwa mama yako au kwa baba yako, ndio wa kwanza, ili isinakuhusu. Wewe ndio malimbuko ya wenzako. Wewe ndio nguvu. Sasa kama ukipigwa au nyuma utapigwa. Na ndio ujue aina ya watu walivyo. Ukimuona mdogo, muangalie mkubwa. Kutakuwa kuna shida. Na hii familia ina shida. Ile niliona kwa mtoto wake wa kwanza. Mwaje hiyo ni kwa mtoto. Huyo anajitahidi kujitunza, alisimama sana. Si kwa nini naye anafanya kama dada. Halo? Hiyo ni aina ya kwanza ya wazaliwa wa kwanza. Ya wazaliwa. Kwa mzaliwa wa kwanza katika mwili au damu na nyama. Pale ndio tunaandika kama Rubeni. Kwa nani? Kwa Israeli ambaye kwa baba ya Yakobo. Rubeni alikuwa mzaliwa wa kwanza wa damu na nyama. Kwa nani? Kwa Yakobo. Sema amen. Kwa yeye ukisoma pale 49 mstari wa 3 unaona yeye ndiye
Kama ni mzaliwa wa kwanza katika kimwili, nyosha mkono. Mzaliwa wa kwanza kimwili, simama. Yupo wewe, nyosha mkono. Simama, simama, simama. Wote kuanzia hapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
wote ni watumishi wa Mungu. Hasa mmoja mzako na mtumishi wa Mungu. Mzee. Wewe unataka kuona unapokuwa na wewe. Nikisema chukua Biblia unachukua. Nikienda kuhubiri injili na wewe upo. Kaa mzee. Akaja tu mzee. Kaa. Nikisema tunaenda Mwanza, mzee Sefu niko na wewe. Wewe uko wapi kwa ajili ya kazi ya Bwana? Ibadi kutoka Kongo, ukambadilisha. Halo. Mwanaume. Unataka jambo? Unaletea shida wenzako. Wewe inabidi uwe sadaka. Wewe ni sadaka ya madhabahu. Wewe hapo ni sadaka ya madhabahu. Na ukitaka uokoe maisha ya wengine, nishike na useme. Lakini watu wengi na tamaa ya maisha. Vitu ambavyo vina faida kwenu mnavikataa, vitu ambavyo havina faida mnavikubali. Yaani wewe hapo uliyesimama, wewe ni sadaka. Mojawapo ya matamanio ya kazi ya ilikuwa kuungana na apostoli ili kufanya kazi. Halo? Munga meno. Anasema mliupeni umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu umewapita wengine kwa ukuu, ni malipuko ya uwezo wangu. Umeruka mpaka maji. Lakini makosa yako umeruka mpaka umeharibu. Mwambie mwenzako naharibu. Mzaliwa kwanza naenda kuolewa ovyo bila ishi. Wataenda nusu wa familia hii. Kuna watu wameharibu familia zao kwa sababu wazazi hawakujua siri. Mungu alikuwa anataka kilichozaliwa cha kwanza. Alafu wazazi wakipuuza. Mzaliwa kwanza unabeba mimba nyumbani. Mzaliwa kwanza wataka ule nyumbani. Mzaliwa kwanza unabeba mgongoni. Watakaokuja nyuma yako watabeba wote. Mzaliwa kwanza unaishi maisha yao, watakaokuja nyuma yako umewaroga. Maana wewe ndio umekuwa uharibifu. Mzaliwa kwanza unakunywa pombe. Mzaliwa kwanza unakunywa pombe kwa umedhani familia bila kujua. Umeharibu wazazi bila kujua. Mzaliwa kwanza unakunywa pombe. Wewe ni sawa sana Samson. Wewe ni sawa sana Samuel. Inabidi wewe wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa sababu wewe ndio umebeba baraka za wengine. Wewe ndio lango la wengine kupokea. Nyosha mkono kwa Yesu niseme. Hatukujua. Tulisho hatukufundishwa. Hatukuelekezwa. Mungu tusaidie. Yesu. Wewe ni mali ya Kristo. Wewe ni mali ya Bwana.
Na wewe ndio nguvu ya wazazi wako. Wazazi wako wakikuona na jiona wewe ndio umewapa nguvu, umewapa heshima. Wewe umefungua lango la tumbo la mama, lango la kiuno cha baba. Wewe umefungua. Sasa wengine ataiwa kwanza ndio waweka choo. Wengine ataiwa kwanza moja tuni sindano ile ya nini uzazi usizaji. Ndio wao wanatumia sindano usizaji. Yeye unakuja olewa, unaanza na sindano. Ndiko hiyo sio ndani kwa wewe. Yaani ndio olewa kwa maana vidonge vya maji, ndio olewa unaanza na vidonge vya maji. Ndio olewa. Na mbegu zote za taiwa kwanza zinakufa. Yeye ya kwanza inakufa, kuna nne inakufa. Unatakuza yeye hapa. Hapo kuna shida. Kwa mtu anaolewa anagonga kiti. Anaolewa. Anachoma yeye. Hasa ndio umekuja kwangu kia kwa mtu anaolewa. Amepiga kijiti. Anakuza katoto ka asante Yesu kabani ka asante Yesu tumejaribu kama tunaishi maisha ya asante Yesu. Asante mama. Anaitwa asante. Mungu asifiwe. Wewe ulikuwa nani wewe? Umetana yai sana. Kuna mwingine umepiga kijiti cha madini miaka 5 hujapata kitu kama umeua mbegu yako ya kuzaliwa hapa. Kuna wengine wamechukua mpira. Ndio kwanza unaingia kama umechukua mpira. Simba ule unacheza Simba na Yanga. Umeutumia. Maji yako nenda kwenye mpira kwa mwanga choo. Umeenda kumwaga mzaliwa kwanza. Umemtupa mzaliwa kwanza. Na ni hasira mbele za Mungu. Tatizo wewe Biblia mtaki kusoma. Ndio shida yake. Biblia inasema alimuua. Na baada ya kufanya pembe akakasika kaua. Asipinde kupata uzao uliokusudia. Uzao umeenda kutupa chini. Wakati umetupa chini uzao wengi hata kwenye wewe hapo na mipira. Magendo ni mwili kikao unanipia. Mmeua wazaliwa kwanza wote mmebaki na vya nyongeza vya ushahidi. Vya ushahidi mmebaki na. Wakati mwingine unaweza ukasema Bwana maisha yangu hayaeleweki. Bwana maisha yangu hayaendi. Kumbe lifestyle ulionayo ndio wewe umeharibu. Ndio ambayo haeleweki. Lakini Mungu amekusudia mambo makubwa. Yale aliyokusudia wewe umeangamiza, umeyaua. Leo tengeneza na Mungu. Leo kaa na Mungu. Leo mrudie Mungu. Leo tembea na Mungu. Leo kubali kugairi. Leo kubali kuziacha njia mbaya. Ili Mungu akutakasa, kusafishe kwa damu yake, asikuhesabie tena hatia. Ile hatia ambayo ilikuwa ndani yako Mungu aiondoe, nije vitu vizuri kwako. Halo? Kuna maisha mpagani ndani ya kanisa kwa yeye. Kabinti ndo kwanza. Sema amen. Ndio Mungu amekusudia kaingie kwenye ndoa. Kazae. Sema amen. Kanaanza kuua wazaliwa kwanza. Anajisi kama anasikia kama mwili wako wawili. Asakota kile mtu kwa wawili inawezekana na mimba. Asema hivi ni wai, nipige Pepsi ile. Pepsi inasaidiana. Mna mbinu nyingi. Asema hivi ni wai. Hivi ni wai, nikanye vidonge haraka. Mwingine anasema hivi ni wai, mimba ni wai. Nipige vidonge vyangu vingapi? Mwingine anasema hivi ni wai, shule cha ngeni mikorogani nipige nini? Anashangaa kuli baadaye damu inatoka. Mzee wa kwanza ameondoka. Hasa wewe unakuja kuona sana nimeona mwanamke hajai kuzaa. Kumbe amewahi sana sana.
Tena ni bora ya yule ambaye amezaa na mmoja. Kuna watu wengine wamezaa ndio bora kuliko wale ambao wengine hawajazaa. Wamezaa na mayai lisha wote. Bora yule ambaye amezaa kutoka moja tu mimi. Mayai bado liko la 3 la 4 hatuna kuendelea. Kuna mwingine mayai ya 50 hayapo. Hapo utapata nini? Ya kuua hayo. Unasema mimi siwezi kuwa mwanamke amezaa. Nisikilize bwana mdogo. Kuna watu hawajawahi kuzaa lakini ni bora waliozaa kuliko hawa waliozaa. Ninakaa hapa wana majina na vidonge wanamalipa elimu yao. Wameua mayai, wamesepaleti mayai, wamekausha mayai, wamechoma mayai. Ngoma ambayo unaiona kabisa na watu wako wanasema asante. Kuna wengine mayai alishayaunguza kwa vidonge vya majira. Naona jidai wenzangu kucheka pale njoo. Nimeoa sherehe yako wewe. Mimi nikataa kwa ambaye anafanya hata sherehe yako. Bana enjoy tu nyumba yangu tano umetoka. Nyumba yangu tano, mwingine mimba tatu umetoka. Kwa hiyo mnakuja. Mwingine mimba tatu, mwingine mbili, mwingine tano, mwingine sita. Mwingine moja. Kila moja amefanya hapa. Mambo menzako vipi upande wako? Ngapi umeua? Lazima
ndani Mungu ameachilia uwezo na nguvu. Biblia katika Ibrania anasema usiwe kama wale, usiwe kama nani? Esau aliyeuza uzao wake wa kwanza kwa sababu ya njaa, tamaa. Wengi mmeuza uzao wa kwanza kwa sababu ya njaa, tamaa ya vitu. Mmeuza uzao wa kwanza, tamaa. Ya Esau alisema kwa nini kwa kwanza ni haki ya mzaliwa wa kwanza ni kuja. Uzaliwa wa kwanza una haki yake. Kuna haki ambayo imepitishwa moja kwa moja na Mungu mwenyewe kupitia kwa kuzaliwa. Kuna haki unaweza kuitembelea. Kuna vitu unaweza kuvimiliki ambapo ni haki yako kama mzaliwa wa kwanza. Ndio. Mwanzo. Kuna maisha ambayo unaanza kutembelea kama mzaliwa wa kwanza, kuna kuzaliwa. Ndio. Mwanzo sura ya 25. Ndio. Mstari wa 29 na kuendelea anasema Yakobo akapika chakula cha Edeni. Esau akaja kutoka nyikani. Naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa sababu nina tamaa. Kwa hiyo amen. Nasikia tamaa. Nasikia tamaa. Lazima wapi? Chumba mlikuwa ni njaa. Lazima. Unauza kwa sababu ya chakula. Unauza karibu future yako, ndoto zako, chakula. Mipoko. Amekunia mtu kitimoto na uzo mtu wako kitimoto. Unaomba nguvu za kitimoto. Mbuzi unaakiliwa. Mungu amewekeza wewe ndio boss wa familia. Wewe ndio kiongozi wa familia. Wewe ndio mkuu wa familia. Wewe ndio mfanyabiashara mkuu wa familia. Ubongo umeenda tu kwa sababu jamaa umekola kana gani ya ICT, gani yenyewe ICT, visi. Paso. Lao msipa. Kaendesha mfungo wa jambo. Mambo. Unataka namba simu ina shida. Sokaya. Kumbe wewe yule anayekuonyesha kunishia gari kavisi na ICT ni mdogo kwa kuona magari mavisi, una magari mavieti, una Range Rover, una maplano, kwa sababu unaofahamu wa kesho unaenda kuuza utu wako kwa sababu ya ICT. Jasa kupi unafanya na unashuka sio hapo hapo. Mnanichosha nini? Ni hatari sana. Yesu kama anakula kwa kuvisi hapa. Nini nisikia tunayoshukia kwa mafikira? Kesho mambo unasikia faraja. Nisikilize, wewe ni mkubwa kuliko hao. Unakuwa kuliko hao. Kujirahisisha binti, kujirahisisha kijana. Unaomba mbele piga hatua. Unaelekeza kitu kwa ndani yako. Kuna vitu vikubwa. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake kikubwa, ambacho kwa faida wengine. Wala mbona chokoka nayo leo? Sema amen. Wewe ni zaidi ya hao. Ila majina yako yamefika. Vipindi vyako havijawaambia. Kuna kushupata na watu namna hiyo. Ukae ukijua kwamba unaandikwa hatima yako pia. Amen. Mtikise mwenzako mwenye changamoto kidogo. Mwambie shtuka. Mwambie acha uzembe. Jambo la leo inafariji ndoto zako zote. Unapata magonjwa ile kuku wenyewe hawajua kuchoma. Unaangalia ndani kuna wekundu hapo kuna oro. Unaikuta kabisa nyama nyekundu jaibu na kuna tafuna tundo. Anasema tafadhali unipe hicho chakula chekundu, kwa kuwa ninazimia mimi.
Kwa hiyo walimwita jina lake Edomu. Walimwita jina lake nani? Edomu. Ndio. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo ya mzaliwa wa kwanza. Hawezi kuambia niuzie nyama mdogo. Vitendo vinaonyesha kwamba ananiuzie utu wangu. Mtu kutongoza kwa vitu, anayetamanisha vitu, anayekuonyesha vitu ni mkubali. Ukweli kujua ni njama mojawapo ya shetani kwa ajili ya kununua utu za watu. Na kwa maana vibinti vingi vinachuo saizi mjini vimeuza utu wao sana, sio kusomesha watoto. Kumbe wazazi wamebeba watoto kuharibika. Mtoto anauza utu wake kwa sababu ya asili, anauza utu wake kwa sababu aende Mlimani City akachagua vitu vya $100 akajibishia na tena kwa wenzake mle kwenye ghetto na kwenye nyumba zenu hizo, akafika ndani ya mishini kwa shemeji wenu, anaenda kuuza utu. Na watu washirikina saizi wameshajua, ukitaka kuongeza nyota, kukuuza nyota, nenda kwa wanazio, mpe $2,000,000, mpe $1,000,000, unachukua nyota yake, unachukua utu wake, anabaki siklepa. Ndio maana wengi mkimalizaga chuo mnabaki kama mulivyo, unakuta una samani, unakuta una kibali, unakuta ujielewi, mambo hayaendi. Lakini umesoma degree na masters, umeuza kwa nani? Umeuza kwa yale baba la siasa lile, umeuza kwa yale baba lile kulima lile, hata biashara lile, umeuzia utu wako. Na ndio maana wengi mkilala mnaanza kuona wale watu ambao mliwauzia utu wenu. Muulize mwenzako, uliuza kwa nani utu wako? Mwambie leo dai. Wanajua wengi na Yesu. Unapenda kusoma kwa Mungu. Yaani leti baadhi ya watoto tungekuwa tunajua kwamba wanaenda kuandika chuoni, tusingewapeleka chuoni kuwafundisha kushona cherehani, tungewafundisha kulima, tungewafundisha kufuga, tungewafundisha kuvua. Kwa sababu wengi tunapenda masomo, kubeba pia kubeba. Usome apeteka kukuletea. Na najisikia. Kwa nini? Kwa sababu wengi wanakuja kwa njia ya kulaghai na ni njia ya shetani. Kwamba nipe utu wako nikupe. Kuna wengine mmeuza utu wenu, mmepangishiwa nyumba na Mungu. Siwezi kumwacha na nipangishia chumba cha hamsini. Zipo. Kuna binti mmoja alisema, apostoli hiki nampenda sana. Yule mtumishi wa Mungu, kweli kama mtumishi wa Mungu Tanzania muone mtumishi hiki. Lakini mahubiri yake, huyu mwanaume nimewekeza kwake miaka mingi. Yeye ananipea kodi. Kula kwangu ni yeye. Nikiumwa ni yeye. Hapa apostoli ananiambia nimwache, hapana. Na hama kanisa, wewe hama kanisa wale wengine. Tena mwaka mwingine kutoka pale pale. Siachi kwa Mungu. Kwa sababu hiyo Mungu anapangishiwa. Wao wananikilisha samani. Wao wana samani kubwa kuliko hiyo nyumba. Una samani kubwa kuliko hiyo nyumba. Una samani kubwa kuliko hizo vocha. Una samani kubwa kuliko hizo nguo. Nisikilize vizuri. Kuna vitu Mungu ameviwekeza kwako. Mungu anaona atakuja kukuchuchumilia, kukikimbilia kwa heshima. Na sio mtu wa kawaida. Mungu amewekeza heshima ndani yako. Amewekeza ukuu ndani yako. Acha kujisahau. Acha kujipuuza. Samani hakuna hofu. Nguvu ya Mungu inaondoka. Vipi? No, wewe ukiingia kanisani upeke mkopo tembea kwako mkopo ya kwako ya jasho yako. Kwa mkopo ndio ile utoa. Kwa sababu ana boyfriend na mimi natafuta. Wengine mnatafuta mishangazi. Vijana mmeshika kama mishangazi. Oh, jamaa
kijana kaka tu akamwambia mimi anataka hela mama chaga. Hela yako kuuza utu wako kijana kweli. Na vijana wengi ambao wameingia kwenye mahusiano kwa sababu ya tamaa ya mashangazi. Sema ya vijana wengi nyota zao hazipo. Uangalie nyota zao. Loyo wanaume wanaondoka. Loyo baba wanaondoka. Watu ukitaka kuelewa, muangalie mtu aliye mshangazi. Analelewa. Anatunzwa. Mwanaume mzima umezaliwa mwaka 90, umezaliwa mwaka 80, umezaliwa mwaka 2000. Leo unakubali ukalishwa na mwanamke, unakubali ukaolewa kwa sababu ya vitu. Unaozesha utu wako, unaozesha nyota yako. Hebu kijana wa kiume, kubali kutafuta hela zako, kubali kupambana kwa jasho lako, kubali kupambana kwa nguvu zako, kubali Mungu amewekeza uchumi ndani yako. Unakubali kijana wa kiume ukalelewe, ukasugue miguu ya mwanamke, ukampanga mwanamke ni mama, ni shangazi lako, kwa sababu ya fedha, kwa sababu yake na gari wewe hauna gari, kwa sababu yake na nyumba wewe una nyumba, wakelea mbali wana nyumba kubwa zaidi yake. Roho kama roho haonekani tu, roho na kubwa haonekani tu. Unakubali kabisa kabisa. Unajua kesho yako hivi. Unajua baada yako hivi. Unajua kesho yako hivi. Unakubali kuiua kesho yako kwa sababu ya tamaa ya leo, ya vitu vya leo. Ondoa shobo. Ni Kiswahili kizuri hiki, ondoa shobo. Mwambie mwenzako ondoa shobo kwa vitu ambavyo sio vya kwako. Ni shida. Tunzani utu wenu. Tunzani utu wenu. Tunzani kusudi la kuzaliwa kwenu. Tunzani la amani ya maisha yenu. Kila mmoja ana amani ya kuzaliwa kwake. Kila mmoja ana kusudi la kuzaliwa kwake. Hakuna ambaye amezaliwa kwa bahati mbaya. Kila mmoja amezaliwa kwa kusudi maalum. Unajiona hauna, kesho utakuwa nacho. Kama unajiona leo umepungukiwa, kesho utajazwa. Kama unaamini punga mkono sana fire. Sema amina kwa amina. Lango la pili au ya mzaliwa wa kwanza. Aina ya pili ya mzaliwa wa kwanza ni mzaliwa katika roho. Ni yule wa kwanza kuzaliwa kwa roho. Yule wa kwanza kuzaliwa kwa roho. Yohana pale anazungumzia habari za Nikodemus. Anamwambia Nikodemo, anamwambia Yesu, nitawezaje kuzaliwa mara pili? Je, niingie tumboni mwa mama yangu ndipo nizaliwe? Simame. Yesu akamwambia hapana, hauna haja kurudi ndani ya tumbo la mama yako. Hauna haja kurudi ndani ya kiuno cha mama yako. Simame. 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 Lakini ninachozungumzia hapa Nikodemo ni kuzaliwa kwa roho. Wewe ni mwalimu wa Wayahudi, ni kweli, lakini haujazaliwa kwa roho. Mungu amekusudia katika ualimu wako uzaliwe kwa roho.
Uzaliwa kwa nini? Kwa roho. Sasa unaweza kuwa mzaliwa kwa roho ili wengine wanajua kupitia wewe, wamjue Kristo kupitia wewe, wajue mambo ya Mungu kupitia wewe. Wewe na nguvu si tu kujua, wakae katika imani hiyo bila kuyumba kupitia wewe. Afu wewe unataka kwa roho, umeanza tabia chafu ndani ya roho. Maana yake utazaa vituko roho. Moja basi kwa mtu ni wewe na mtu mmoja hapa. Mwaka 2019 sema bwana alikuja hapa kanisani. Nilikaa kutoka na mtu mwembe hapo, nilikuwa kwa mtu mwembe. Ulikuwa kwa mtu mwembe. Alikuja akawa ananiambia sasa mimi tuna watoto saba. Hata na watoto saba. Na kila mtoto na mama yake. Sema bwana ni mtumishi wa Mungu ndio nabii. Ndio nabii fulani. Nataka nikuonyeshe ujue thamani yako ya kuzaliwa kwako. Kwa nini leo umekuwa kanisani? Kwa nini leo umekuwa kanisani? Ujue kwa nini uko kanisani. Ili wengine watakaokuja mahali hapa na wao wajue. Yohana 3 pale. Mstari wa kwanza. Alikuja yule jamaa akasema na watoto saba. Nikamweka kwenye mwemba. Nikamwambia watoto saba. Nikasema huyo hapa hapo yokoka maana tunatoka ambao tutapata kabla ya kuokoka. Hongo wewe. Sema ndio tunatoka ambao tutapata kabla ya kuokoka. Hajapata nani wokovu. Nikamwambia hao watoto waliwapata baada ya kuokoka au kabla ya wokovu? Akasema ninawapata na kuhubiri injili. Na mimi nakwambia. Nikamwambia kwa nini fanye? Akasema kaka yangu aliyetangulia kuokoka ndiye nilikuwa natembea naye. Sasa nilimuona kaka yangu sema wewe akilala na wanawake, na mimi nikaanza kulala na kuhubiri injili. Kwa hiyo nikachukulia ile hali ya kawaida. Kwa aliyesababisha niwe hivi ni kaka yangu aliyetangulia kuokoka. Sio ndio tunachosema? Maana yake ni nini? Amejikuta ameingia kwenye kuzaliwa kwa roho, lakini msingi wake aliona ni msingi wa tofali ambao na yenyewe ni pofu. Kwa hiyo imezaa vibofu. Nikiana blaza Kenya, akienda peleka blaza Kenya, haraki mbele yake, arana mwanamke. Halo? Nikienda kuhubiri, nikienda sehemu popote, blaza pakarani nani? Haraki mbele yake. Na mimi, blaza kuchukua mmoja, na mimi nachukua mmoja. Blaza kwa hoteli hii, na mimi kwa hoteli nyingine. Kwa hiyo tumefaulu. Tunacheza wewe, mechi inapigwa, afu goli inafungwa. Kwa hiyo utashangaa, goli imepigwa. Mpira umeingia tumbo. Amen. Kwa ndio maana nimepata hapo sasa. Akasema wengine mapacha. Wengine mazao mapacha. Kwa wamefikisha sasa. Mnake ni wanawake manake sita. Watoto kwenye kwa nanga sita watoto saba. Umeona sasa? Umezaliwa kwa kwanza leo, lakini pia umeharibika. Wao wanafuata kwako baada ya kuzaliwa. Na wenyewe wanaingia kwenye mambo ya kiroho kwa uharibifu, wakijua kwamba wako sawa. Kumbe tofali la kwanza la kiroho lilishaharibika. Shariki livunjwe ule msingi, uandaliwe msingi mwingine, ndipo mje mpande juu ya ile nyingine tofali. Kuna wengine mnatembelea watu kiroho walioharibika kwa sababu ya wazaliwa wa kiroho wameharibika. Wa kwanza leo ambao ndio msingi wetu kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye jamii. Nikabebua nikalisha sana. Nisha kitu hapa sasa kawaida. Nikaanza kumkasema siku. Kaongea naye. Kabisa sio mzuri. Haifai. Au kusaka nisikie na niambiwe ulisaka kabla ya kujua Yesu. Ulimsaka kabla ya kuzaliwa mara pili. Sasa unazaa watoto saba ndani ya ukoo. Kila mtu mbaya na mama. Lakini uko hapo unasababisha mapoza na kazi. Unasababisha mapoza na kazi ya Mungu. Ukristo unakukanwa kwa sababu ya
Kuna kichekesho kwa wanakimisha mtandaoni, tumeenda kabisa wanasema mambo sema amina. Wamesimika miti chini. Ule mfano mzuri sana unaokoa. Wamesimika miti chini. Miti mirunda hii chini. Amen. Wamemwaga zege pale juu ya mirunda. Sinaelewa hapo. Hapo pale juu ile bana kutoka mapa huko chini mimi. Tunamwaga zege hapo. Hapo kwa nini unaweza kusimamisha nini? Unaweza kusimamisha tofali. Na wao wanapata kabisa na mchanga yao tofali zao wanajenga. Hapo baadaye amejenga na jengo limesimama limekuwa imara. Limejengwa. Ile jengo limedondoka chini. Maana yake wengi mmejengwa juu ya watu ambao washaharibika. Ndio maana mnajikuta mmeenda baadaye mnaanguka kwa sababu aliye msingi wako ameharibika. Ghorofa tofali ya zege kwenye nyumba. Siku moja kuna jenga choo tukasimika miti kule juu ya kushikilia ile zege tunaomwaga pale juu. Tukasimika ile miti ile ilikuwa mibovu tu. Alafu akili yetu ilikuwa mbovu. Tukachukua na bati fulani ngumu tukasema hili bati aliweza litahimili zile kumwaga zege ili bati haiwezi kutetea. Tukachukua zege koroga jioni, koroga vijana, koroga. Ile bati tumeitandana pale ile bati. Kule chini sio imara, tumepunguza imara kwa sababu ya ile bati tuliamini kwamba ile bati ni ngumu. Ile bati ya zamani ile makunga ni utaweka pale. Tukiamini kwamba inaweza kuhimili ile zege. Tukamwaga tukasawazisha juu, tukashangaa linashuka. Linashuka. Likaanza kubomoka. Jamani linabomoka. Inabidi tena tuchukue tena nondo zingine. Tuzitangaze juu ya zenye uimara. Tukaweka migunda ya nguvu. Tukasuka zile nondo kwa uimara. Ndio tukamwaga hilo shimo unaona. Hilo shimo limemwaga mara mbili. Hebu piga makofi kwa Yesu. Amina. Kuna watu wengine inabidi mwanze upya. Acha sababu mnaoka miaka mingi. Anza upya. Inabidi sana kama uongozo leo upya. Onyosha mkono. Mimi Bwana Yesu naitwa Frank Islam na kubali leo kuokoka. Uanze kupewa misingi upya. Usiendelee na uharibifu kwenye wokovu ukiamini kwamba utazaa wengine waokoka kupitia wewe. Hapana, utazaa walioharibika. Yes. Inabidi kifute kizazi cha uharibifu. Siku moja hapo ya Afrika unakwenda kwenye wale maadui zako. Ukipigana nao usikubali kuacha mtoto zako. Usimue mama na baba kumwacha mtoto. Fieka wote. Kizazi kile kiishi. Kikishaisha kile kizazi. Amen. Ndipo umemaliza vita. Ukiacha kile kizazi kinaleta shida. Hata kuna watu hapa ambao wanaendelea katika ulimwengu wao. Ndio nguvu zenu. Ndio ushuhuda wenu. Ndio ambao mwingine wenu kwenye familia walishakufa rohoni. Alafu wewe ambaye unatembea unaona kama uko hai na mwingine wewe mwenyewe umeshakufa. Unaokoka lakini wewe ni mtu wa duniani 100%. Shetani hakujui, Yesu hakujui. Na ndio maana hata ukiomba maombi ujibiwi. Bure kwanza Yesu anasema jambo. Anamwambia Yesu kwa maana. Mudile kwanza Yesu anakujua. Yesu hakujui. Shetani hakujui. Ndio maana ukiomba hayajibiwi. Anataka kukupatia hivyo unavyoomba eleweke tena kukupatia. Kwa sababu Yesu anashinda kukupatia kueleweka kama mambo yako. Shetani akueleweka kama yani hata shetani mwenyewe anakuja kukataa. Kuna wale wanasema shetani amenipitia, hajakupitia. Shetani amepita mbali na wewe kwa sababu unaomba. Maombi yako shetani amepita mbali na wewe. Ila naye hakujui na Yesu hakujui. Yaani wewe upo katikati. Yesu hakujui. Shetani hakujui. Ukiomba Mungu yanaishia hewani. Hayaendi kwa shetani, hayaendi kwa Yesu.
Eneshie wapi? Mnanipata sio? Baba katika Yesu, nibariki. Yesu anakubariki. Tunapokuwa sana ni baba kwa sababu. Jana ndio usio kwa kuona. Ni wahewa. Kwa nini hujulikani? Hujulikani kwa sababu wewe ni mzaliwa katika roho, lakini maisha unayoishi hayaendani na yule roho aliyekuzaa. Sio tabia za roho. Hivyo wewe nikisema mchukue mshirikina sasa hivi ambaye anajua zaidi mshirikina. Akina mchicha kwa kioka ile damu ya kuku ile. Damu ya kuku inafanya kazi ndani yake na faulu. Wewe ukata maji ya upako. Nikupata ndege 10 na maji ya upako utakasi. Kwa sababu upako wenyewe Shetani anamjua aliye wake. Na Yesu anamjua aliye wa Yesu. Anayafanya yaliyo ya Yesu. Aliye wa Shetani anayafanya yaliyo ya Shetani. Hasa kati mwingine akueleweki kwa sababu na mwingine kuyafanya Shetani unayafanya kwa mkataa. Usiku wa mwanadamu Baba katika jina la Yesu na kukanyaga Shetani za maneno nilikuwa na wewe leo. Sikutaki nilikuwa na wewe bahati mbaya. Nilikuwa ya mwili wangu. Nilikukataa usiku, nilikuwa na wewe mchana, leo nikukataa usiku. Sasa hapa sitaki peke yako. Halo. Wewe unaona Shetani anafungua ni wako. Inafika baadaye kwenye ibada, hao wanaenda kwa kuna anguka chini. Sasa anashangaza. Ndio wako. Wewe ushauri. Wenzako walio waaminifu wakienda kwa mwisho wanafanikiwa kwa sababu wao wamehakikisha wao ni waaminifu 100% hawadanganyani. Wao ndio wa Yesu watukuelewe. Kwa Yesu au mzimu kote huko. Ni kumwaga bongo naenda na kanisani kwa sababu unatoka. Unanunua vitenge vya wazee walikuwa makaburi kuja kuona mimi. Niko Dar es Salaam, ndio nasumbuka sana na wao mimi siolewi. Naomba diki na mimi niolewe weka kama. Kanisani kisema upako wa watu wakora. Kipi kifanyike hapo? Mwana tuelewe. Hebu nyosha mkono sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza anasema ndio. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Jina lake Nikodemo. Mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku. Akamwambia Yesu, Rabi, tunajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu. Umetoka wewe ni mtume, wewe ni nabii, wewe ni mwimbaji, wewe ni mpiga vyombo, wewe ni mwimba kwaya, wewe ni mwimba praise. Tunakujua. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya hizi ishara uzifanyazo unazofanya wewe isipokuwa Mungu ajawa pamoja na yeye. Yesu akamwambia, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa mara pili? Ili kanuni ya mtu kuzaliwa mara pili. Je, anasema akiwa mzee aweza kuingia tumboni mama yake mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yesu Amini. Kwa maji ambaye alizaliwa kwa maji ni Yesu pekee yake. Yesu hakuna maji ambayo anahitaji msaada. Mimi na wewe wote maji yametuzaa. Wengine maji ya baba na mama yameungana pamoja yametuzaa. Wengine wanaendelea kwenye ubatizo. Ubatizo unazaliwa kwa toba, kwa tubu, kwa takaso. Tunakubali kuacha dhambi. Ndio tunazamishwa kwenye maji. Maji yale ya ubatizo ni maji yale yanahusika kuzaa.
Ndio maana mwanaume asipokuwa na maji hakuna mtoto atakayetungwa ndani ya tumbo la mama yake. Na mwanamke asipokuwa na maji hakuna mtoto ambaye ataingia kwenye kizazi chake mayai yake. Siri ya maji hiyo ni elimu pana. Wanasipokuwa ajili ya hiyo tuendelee kusoma. Anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho. Anazungumzia yale maji ambayo ni mwili unahusika. Anafafanua hapo chini, anasema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, ambacho kilikuwa mama na baba kikatoa maji kinakuwa ni mwili, lakini kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Mwambie mwenzako, wewe uliyezaliwa mara ya pili, wewe ni wa rohoni. Imefuata tabia za rohoni, na Mungu amekuwekeza wewe ili watu wabarikiwe kupitia. Mungu anawekeza nguvu za mzaliwa wa kwanza kupitia wewe. Mapepo mizimu ya uovu kupiga isikuangushe, kwa sababu wewe tayari upo kwa ajili ya wengine. Yaani vyote hivi viko ndani ya uwezo wako. Usiogope mapepo, usiogope uchawi, usiogope uganga, usiogope manyoka, usiogope matunguli, usiogope vitisho, kwa sababu wewe uliyezaliwa kwa roho. Mungu amewekeza nguvu ya mzaliwa wa kwanza kwa roho ndani yako. Ni mzaliwa wa kwanza katika kuzaliwa kwa roho. Hivyo basi wewe ni wa Bwana, kama vile alivyokuwa wa kwanza yeye kuzaliwa kwa mwili, na wewe uliyezaliwa kwa roho, wewe ni kwa ajili ya kazi ya Bwana. Yaani tambua, kama kwenye familia yako wewe ndio mzaliwa wa kwanza katika roho, na usiangalie mtoto wako anakwenda kanisani. Kuna ile watu kanisani bila kuzaliwa kwa roho. Sema kuzaliwa kwa roho, utatembea na roho, utaishi na roho, utashikamana na roho, roho atakaa ndani yako, na ishara, miujiza na matendo makuu vitakuwa sehemu ya maisha yako. Yesu hakufanya jambo lolote bila ishara, bila miujiza. Ndio maana naangalia juzi tunamwambia binti mmoja siku amefika, leo sijaweka tumbo na pale inacheza. Ishara vitu ambavyo vimeshindikana kwa binadamu, kwa mtu aliyezaliwa kwa roho kwake vinawezekana. Akitamka jambo lolote linaumba, linakuwa. Kwa hiyo ndani ya ana roho ambaye ndiye Bwana. Kwa vyote vinavyofanyika vinafanyika na roho aliyoko ndani ya mtu, na Mungu amekusudia wengine wazaliwe kupitia wewe, mfano wa mtu aliyezaliwa kwa roho, ili na wengine wazaliwe kwa roho kama yeye alivyozaliwa kwa roho. Ni Israeli ambaye ni Yakobo alivyoandika, mfano wa mtu aliyezaliwa kwa roho, ili wengine wazaliwe kwa roho kupitia yeye, wapate baraka za Mungu kupitia yeye, wapate ushuhuda wa Mungu kupitia yeye. Ni Israeli ambaye ni Yakobo. Kutoka ile 22 na Yeremia sasa moja tu. Kutoka 4 sura ya 4 mstari wa 22. Ndio. Nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi. Mungu hazai kwa mwili, Mungu hazai kwa maji. Ndio maana Yesu namwita Mungu, kwa sababu yeye anazaliwa kwa maji. Binadamu wote wanazaliwa kwa maji. Yesu amezaliwa kwa roho. Israeli amezaliwa kwa roho katika
kwanza. Ni mzaliwa wangu wa kwanza. Nami nimekuambia. Mpe mwanangu ruhusa leo. Kila mzaliwa wa kwanza aliyefungwa leo anaachiliwa kwa jina la Yesu. Natangaza ulimwengu wa roho, kila mzaliwa wa kwanza aliyeshikiliwa leo anaachiliwa kwa jina la Yesu. Nasema achiliwa. Kila mzaliwa wa kwanza katika roho Mungu amemkusudia ili wengine ujue yeye kupitia moyo yeye. Lazima afunguliwe kwa jina la Yesu. Lazima afunguliwe kwa jina la Yesu. Nyosha mkono, sema niko huru. Anasema huyu amezaliwa na mimi astahili kufungwa. Mwacheni alivyotumikia jangwani. Mpe mwanangu ruhusa aende. Wachawi leo wanakuachia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Simu ya ukoo leo inakuachia kwa jina la Yesu. Kila kifungo vilivyokushikilia leo vinakuachia kwa jina la Yesu. Asema mpe ruhusa aende aliyezaliwa kwa roho atafungwa, kwa sababu yeye ni sababu ya wengine kuzaliwa nyuma yake. Akifungwa yeye, wengine hao nao hatakuja, hata kuwepo, watazuiliwa, watazaliwa watu ambao si mapenzi ya nani? Ya Mungu, kwa sababu wale ambao wakisababisha mapenzi ya Mungu ndio waombezi wa familia wamefungwa. Hata kama waombezi wa familia wamefungwa, ndio maana hakuna watu wa kuombea kama wazaliwa wangapi? Wa kwanza. Yesu asifiwe. Ya tatu ni mzaliwa wa kwanza katika Adamu. Lakini kabla ya la tatu hapo utaandika kwa mfano wa watu waliozaliwa kwa roho. Amen. Israeli, mwandike Yesu. Israeli wa kwanza na Yesu pia ni watu ambao wazaliwa kwanza katika roho. Wazaliwa kwanza katika roho. Yesu na Israeli. Yesu na nani? Ya tatu mzaliwa kwanza katika Adamu. Mzaliwa kwanza wa ahadi. Mzaliwa kwanza wa ahadi. Yaani kuna wale ambao kwao hawajazaliwa kwanza, ni wa pili, wa tatu, lakini ni kuzaliwa kwao kuna kusudiwa. Kuna jambo Mungu amelikusudia kwao. Ujio wao umebeba agano kwa ajili ya familia. Yaani anataka wa mwisho, wa tatu, wa tano, wa sita, wa 10, wa 20, lakini yeye ndo mkusudiwa. Unaweza ukaoa mwanamke hazai. Unaelewa vizuri? Naomba tuelewe vizuri hapa. Ukaoa mwanamke mwaka wa kwanza hazai, mwaka wa pili hazai. Kwa sababu wanaume ni majogoo, unapenda kwa majogoo, ajiongeze kwa sababu anaenda kuzaa nje. Sema amen. Mtoto ambaye katika kuzaa nje sio wa kusudi, sio wa ahadi. Mtoto ambaye anazaliwa kwa yule mwanamke wako ambaye alikuwa hazai, hata kama ni wa tano kuzaliwa yule mwanamke wa ndoa, yule mtoto alizaliwa kwenye ndoa wa kwanza. Sipige makofi. Mungu uliyezaliwa hivi, manake wewe umezaliwa kwa kimwili, lakini yuko ambaye Mungu amemkusudia. Kuna yule baba mke wako hazai anajiongeza na mtoto wa kuzaa. Wewe tafuta utazama boza, lakini kumbe kuna wafalme wako ndani ya tumbo la mwanamke wako aliye naye. Endelea kumwomba Mungu ili waje wale wafalme, waje wale watumishi wa kina Samuel, wa kina Yohana, wamebarua ya matengenezo. Hawa ni watoto wa ahadi wa kina Isaka, ni watoto wa ahadi wa kina Samuel, ni watoto wa ahadi wa kina Yakobo, ni watoto wa ahadi. Nataka uwe Yakobo wale kwa jina la Yesu. Nataka uwe Isaka wale kwa jina la Yesu. Nataka uwe Samueli wale kwa jina la Yesu.
Unajua nasema mimi na shaka. Mtikise kwa ndogo vibaya. Mtikise. Anatikisa na mtaki. Mtikise. Mambo ndogo vibaya sana. Unamwambia pokea na kisha sio vipi. Sisi unakusudiwa na Mungu ndio maana upo mahali hapa. Upo mahali hapa kwa bahati mbaya. Kwa hayo ambayo Mungu anakusudia kwa maisha. Kuna watu wanatumia wengi. Kuna watu na malango ya utumishi. Kupitia utumishi wako ni watumishi wenye nguvu kabisa nyuma yako. Wao kama hapa sana kuna wachungaji wa wewe kuanzia Januari mpaka Desemba ndio uchungaji huo. Wachungaji wakisoma, wachungaji wasioro. Hatuzungumzii sio hoja hapa. Kwa hiyo kuna wachungaji. Tunajua kuna wachungaji wa dini, kuna wachungaji wa madhehebu tunajua. Lakini Mungu amekuleta wewe ndio uwe mchungaji wako wa kiroho. Wachungaji wale wa dini na madhehebu wa mjue Mungu kupitia wewe. Nikodemo alikuwa mtumishi wa Mungu katika madhehebu. Alimhitaji Yesu ili awe mtumishi wa Mungu katika roho. Kwa sababu Yesu alikuwa ni wa ahadi, ni mkusudiwa, ni mlengwa wa Mungu. Unaweza kuwa ni mkusudiwa. Unasema mchungaji, kwa kuna waimbaji wengi. Uimbaji wako Mungu anautofautisha na wako wao. Ndio maana amekufanya ndani ya waimbaji, amekuinua wewe. Sema amen. Naongea na mtu. Inawezekana wewe ni lango, hapa ndiko kuna malango katika uongozi. Uongozi wa uingiaji kuna malango. Lango la uongozi, lango la ufalme. Wakina Sulemani wameingia kwenye uongozi wa ufalme kwa sababu ya baba yao Daudi. Vitu haviji kiholela, lazima watu watakao umia chini ametakanyakwa. Haviji kiholela, vinakuja kwa mipango ya Mungu. Kwa wewe ambaye ni mpango wa Mungu, jua namna ya kutendea. Ni mipango ya Mungu. Yaani ujio wako ni mpango wa Mungu. Uwepo wako mahali hapa ni mpango wa Mungu. Uwepo wako kwenye familia uliopo ni mpango wa Mungu. Uwepo wako kwenye ukoo uliopo ni mpango wa Mungu. Uwepo wako kwenye jamii uliopo ni mpango wa Mungu. Kwa inahitaji wewe uliye mpango wa Mungu ujitambue kwamba mimi ndiye mpango wa Mungu, ili Mungu apitishe yale mambo ambayo anakusudia kupitia wewe, ili wengine waneemeke kupitia uwepo wako. Yoshua anasema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nitie nguvu. Yesu nitie. Sema Yesu niwezeshe. Yesu niwezeshe. Sema Yesu nikumbuke. Yesu nikumbuke. Ni mimi niliyekusudiwa. Ni mimi niliyekusudiwa. Ni mimi niliyekusudiwa. Kwa haya malango ya uongozi, malango ya kisiasa, uongozi wa siasa, malango ya utumishi kwa maana watumishi wa Mungu, malango. Kuna wengine kwenye familia ni malango ya uharibifu. Kuna malango ya uharibifu. Malango ya uharibifu ya vitabia vyake vya hofu. Kwani inawezekana kuna kosa ambao wazazi walifanya au yeye mwenyewe mtu amelifanya. Hasa ujue kwamba ile lango naishi na umeligangania. Usiganganie malango ya uharibifu na utaharibika. Kuna watu ni sababu ya wengine kuharibika. Ukatae kwa maisha yako. Ukatae kama ukoma. Malango walibifu. Kuna mwingine unaona kabisa na adili kitabia. Kuna lango alikuwa na nimemwalika kwenye familia. Kuna wengine wamejua ganga kiliko na malango kwenye familia. Amepeleka kwa ganga, shangazi amepeleka kwa mganga, mjomba amepeleka kwa mganga, bibi amepeleka kwa mganga. Baba lango walibifu, lango la ushirikina ndani ya familia. Akiibuka mtu kwenye familia mshirikina, piga vita mpaka aelewe. Piga saya mpaka akae sawa. Kwa sababu ukimchekea huyo atakuletea shida. Nilimwambia binti yangu mmoja, nikamwambia, akasema baba, nimempokea mtoto wa wifi yangu kwenye nyumba yangu, ameenda kwa waganga.
ile dawa naye na nikaoga na nini? Tatu. Iliisha. Ulienda na kwa nani? Na nini opera mmewasha kama watu wako? Naye alikuwa sababu yule aliyeingia kwenye nyumba yako kujua kama ni lango linaitwa kwa kama lango la kukualika.